Ni ripoti za Ayo TV kutokea kituo cha utamaduni cha Irani kilichopo nchini Tanzania, ambapo hii leo inafanyika dua maalum ya kuomboleza kifo cha kiongozi wa juu wa taifa la Irani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye amefariki dunia Februari 28 ya mwaka huu 2026 kufuatia mzozo baina ya taifa la Irani, Marekani na Israeli ambao walishambulia katika taifa hilo. Hapa ni katika kituo hicho ambapo watu mbalimbali wamefika kwa ajili ya kufanya maombolezo na kusaini kitabu cha kumbukumbu juu ya kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, huku akielezea namna ambavyo wameguswa na msiba wake. Mimi naitwa Mika Ndaba, tuungane kwa ripoti zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania kufuatia maombolezo hayo ya siku 40 ambayo yametangazwa na serikali ya Irani. Kumbuka ambayo ameacha Imam Ayatollah Khamenei ni mengi. Kwanza ni ule ukarimu wake na upole wake, na ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni kwamba alikuwa anapenda usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na pia alikuwa anapenda usalama kiasi kwamba kila siku alikuwa akisisitiza kwamba sisi hatutaanzisha vita na nchi yoyote isipokuwa tuko tayari kufanya kuilinda nchi yetu kwa gharama yoyote, na alikuwa akipenda mambo ya usalama katika nchi ya Iran. Tanzania hasa kituo cha utamaduni tumeandaa maombolezo kwa watu kuja kusaini na watu kuja kusoma Qur'ani, kwa sababu tunasoma Qur'ani kama vile kumwombea dua na kumsomea Qur'ani ili Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake na amweke mahali pema peponi huko alipo. Nasikitika sana juu ya kifo cha kiongozi wa dini Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa dini wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kitu ambacho nataka kuwasihi vijana wenzangu kwamba tumempoteza kiongozi mkubwa sana ambaye duniani kote ndiye alikuwa mtu pekee ambaye anasimamia juu ya haki za binadamu, si tu Uislamu bali haki za binadamu. Huwa anasema mara kwa mara kwenye hotuba zake kwamba ikiwa wewe binadamu unaweza kuona maumivu ya mwenzako na ukaona uko sawa, basi unakuwa si binadamu wa kawaida. Lakini binadamu ni yule ambaye anaona mwenzake anaumia, basi na yeye pia anapata maumivu kama anayopata mwenzake, na si tu kuyapata ile maumivu bali kuchukua hatua kuweza kumsaidia. Nadhani tunaona kiongozi wa dini Ayatollah Khamenei ameweza sana kutetea haki za watu wengine wa Palestina, vijana walikuwa wanateseka Kenya, nchi za Kiafrika na sehemu mbalimbali, anatetea ubinadamu. Ayatollah Khamenei tunamkumbuka kwa vitu vingi, kwani walishajaribu kumua miaka 40 kabla, walishindwa, na leo amemaliza miaka 46 akiwepo pale kwenye kile kiti, na ameendelea kuwatetea binadamu na Uislamu kwa ujumla. Sasa ukiangalia dunia leo imejaa dhulma. Leo ukiangalia Epstein Files wote wapo, wakina Trump, wakina Netanyahu, hata wale Waarabu ambao wanajiita kwamba wao ni Waislamu lakini pia wapo kwenye Epstein Files na wamefanya uchafu na watoto wadogo, uzinifu, kuwaua, kuwabaka. Lakini angalia upande mwingine watu ambao hawapo kwenye Epstein Files. Angalia Ayatollah Khamenei, angalia rais wa Russia, angalia rais wa China. Hawa wote ni watu ambao wanawaita wabaya, kumbe wao ndio wabaya na hawa ndio wazuri ambao wanatetea ubinadamu. Hawatetei tu Uislamu, bali inafika sehemu wanatetea hadi Somalia, hadi Kongo, hadi sehemu zote zilizofanyika genocide, Rwanda. Kwa hiyo ni watu ambao wanatetea nchi zote.